Mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya, kama nilivyokuahidi ni kwamba mazungumzo haya tutakuwa tukiyafanya moja kwa moja naye Seneta Cleophas Malala, na ambaye pia ni naibu kinara katika chama kile cha DCP. Na katika siku za hivi majuzi wameshuhudia misukosuko katika chama hicho, na haswa mashambulizi ambayo yanatokana na maafisa wa polisi katika maeneo mbalimbali ambayo wanajipata katika mikutano yao, na hivi karibuni ikiwa ni katika kanisa la ACK Witima kule Othaya, na baadaye wakiwatembelea Inspekta Jenerali wa polisi wakitaka hilo kuweza kuangaziwa, na haswa wale ambao wamehusika katika masuala ya mashambulizi hayo kuchukuliwa hatua kali za sheria. Na wakati ambapo tunaangazia hilo, kumbuka pia walikuwa wamewasilisha hoja zao mbele ya IEBC, tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka, kuhusiana na yale ambayo walikuwa wameomba yaangaziwe, na moja kwa moja ni kuhusiana na kuondolewa ama kuondoka kwake ambaye ni afisa mkuu mtendaji katika tume hiyo ya IEBC, Hussein Marjan, na pia walitaka baadhi ya mabadiliko katika ile inafahamika kwa lugha ya Kizungu secretariat, miongoni mwa mengine. Hayo yote tutaangazia katika karata za upinzani kama nilivyosema. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa X. Nitaanza kwa kurejea hapo kwa IEBC. Hussein Marjan ambaye mlitaka aondoke, hii leo ameng'atuka. Ndio mwanzo wa kile ambacho mnatafuta? Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba ilo tume la IEBC, juzi vile tulienda kuwa na mkutano nao, tulienda kuangazia tu mambo ambayo tungependa sisi kama major participants kwa katika uchaguzi ambao unakuja, tukuwe na level playing field. Yes. Kwamba tukuwe na usawa na kusikue na njia yoyote ya kuona kwamba tunadhulumiwa. Na tuli express nia yetu ya kusema kwamba bwana CEO huyo IEBC alikuwa wakati wake ulikuwa umefika, na kulikuwa na njama ya kuextend contract yake, ilhali amefanya kazi, mfumo wake umeisha. Jambo la pili pia tulisema kwamba atoke kwa sababu uliona ile Kim's Kids contract yake ilikuwa inaisha in 3 years, lakini Marjan alingoja wakati hakuna commission, aka extend contract yao ambayo ni against the Public Procurement and Disposal Act. Sisi tukasema kwamba huyo ni mtu ambaye sasa hachezi usawa, hafati sheria. Na kwa sababu muda wake ulikuwa unafika, tukasema kwamba sisi kama the main stakeholders katika hii elections hatuna imani kwake. Na nimeshukuru kwamba kama ametoka basi tuko sawa. Tungependa sasa tusisitize ile process ya kureplace huyo CEO ni lazima ifanywe kwa usawa, bila kuwa na jambo lolote la kupendeleana. Wengi wa Wakenya wamekuwa wakiuliza kama upinzani una imani na tume hii ya IEBC? Kwanza kabisa tulisema kwamba tume hii ya IEBC ni tume ya William Ruto. Kwa sababu ukiangalia ile process vile walichaguliwa kwa njia ambayo haikuwa ya kuleta watu pamoja. Walikaa chini na ODM ambao tayari ODM walikuwa serikali, wakachaguana, wakakubaliana. Ukiangalia kila commission ambaye yako pale aliletwa na mtu ambaye yako kwa serikali, ama alikuwa anafanya kazi katika ofisi ya serikali. Lakini sisi tumesema kwa sababu hayo yalipita, sasa hivi tuko na tume kisheria, tunaenda kuhakikisha kwamba tumehakikisha kwamba all the processes zenye wanafanya they are free and fair. Na ukiangalia kidogo raise mambo ambayo pia tulijadiliana nao, na tukamwambia basi watupatie ripoti katika by elections ambazo zimepita. Tuliona mambo ambayo ilifanywa mabaya kama yale ya fujo. Ukiangalia kule Malava, watu walikuwa wanatumia fujo paka wanakata watu matumbo. Ukiona kule Mbeere, waziri anaingia kwenye polling station na bunduki na kutaka kutisha watu. Tukasema kwamba ilikuwa makosa sana IEBC kunyamaza, na paka saa hii hawajasema chochote. Tukawaambia kwamba na kuwakumbusha kwamba mwaka wa 2007 and 2008 ni ile tume ya ECK ambayo ileta fujo Kenya yetu. Tukawakumbusha kwamba hii Kenya pia hao wanaishi katika hii Kenya, pia hao ni wazazi katika hii Kenya, na familia zao ziko katika hii Kenya. Kukiwa na fujo katika hii Kenya, sisi sote tutaumia. Na fujo huanza na elections ambazo sio za haki.
So sisi tumesema kwamba kusaidia Kenya yetu ni lazima tuanze kufanya haya mazungumzo mapema. Wakati ambapo mnasema mazungumzo, pia limekuwepo swali la Smartmatic na hiyo secretariat. Ni baadhi ya yale ambayo hamtakubali kwenda kwa uchaguzi endapo hayatabadilishwa. Tumesema hatakubali kwenda uchaguzi mpaka tufanye. Sababu huu mfumo mpaka tuutoe. So unajua wanataka kutupeleka kwa hiyo kona ya kusema ati hatutaki uchaguzi ndio William Ruto aendelee. La, uchaguzi ni lazima ufanywe. Lakini tumesema hatutaki mambo ya Smartmatics. We must have a procurement process ambayo itaanza upya, tuchague zile machines ambazo zinawezekana na tufanye auditing ya hiyo process yote ikuwe wazi, na hata ikiwezekana wapeane link kwa media houses so that ikuwe kama kule Uingereza kwamba hata media houses zinaweza fanya tallying. Na jambo la pili pia tumesema kwamba tallying ya presidential vote kikatiba na kisheria inasema ifanyike at polling station, matangazo inaisha, lakini tallying inafanywa at constituency level. Tumesema kwamba tunataka tusisitize this time round hakuna maneno ya Bomas of Kenya. Ati mtu apige kura kwa polling station yake kule chini, alafu mtu alete results mpaka Bomas of Kenya wa compile all the 46,000 polling station. La, tunasema inafaa tufuate sheria ambayo inasema the returning officer wa constituency ndio atakuwa final kutangaza matokeo ya urais. Alafu sasa hapa juu chairman wa IEBC atakuwa tuna summation ya 290 results. Kuna swala la muda, wakati ambapo mnataka kila kitu kifanyike, kuanzia wale ambao ni wanatoa vifaa vya uchaguzi kama Smartmatic na mengineo waondoke secretary. Tuna muda wa haya yote kutekelezwa? Bado tuko na miezi karibu 17. Kuna muda mrefu sana. IEBC ilisema categorically hawawezi kutekeleza masuala ya delimitation kwa muda ambao umesalia. Delimitation ni sawa kwa sababu pia ukiangalia katiba yetu inatuambia vizuri sana the maximum number of constituencies inafaa tuwe nayo ni 290, and therefore hatuwezi badilisha ama ongeza constituency yoyote. Ile kitu ambayo wanaweza fanya ni kuangalia tu boundaries kidogo, kuangalia kama cultural differences, kumekuwa na dynamics kidogo, waweze badilisha boundaries, lakini kuongeza number of constituencies ama wards haiwezekani kwa sababu hiyo iko katika sheria. Na mko sawa na hilo? Sisi hatuna shida na hiyo kwa sababu kwanza tunataka bora ni Wakenya wanapiga kura. Hatuna shida na hiyo, but what we are saying is after these elections we must do delimitation kwa sababu tuko na constituencies zingine ambazo ziko na watu wengi sana, rasilimali haifikii watu vizuri. Tuko na constituencies zingine ambazo ziko na watu wachache. Tuko na makabila zingine ambazo hazina representation katika bunge. So tungependa kuangalia hizo dynamics zote baada ya uchaguzi, tuweze fanya hiyo audit na IEBC iweze fanya delimitation at that time. But kwa sasa hivi kwa sababu tumebaki na miezi 17 peke yake, ni lazima waangazie masuala ya kuhakikisha hii kura ambayo inakuja ni free and fair. Wakati ambapo tunazungumzia hayo, ninajua pia Rais William Ruto amekuwa on your case kama upinzani na kusema kwamba nyinyi hamna agenda, hamjawahi kuwa na agenda yoyote. Mwanzo nipate hiyo sauti ndio tusonge mbele. Ya Rais William Ruto. Mahali pa Mungu, pale kwa madhabahu, kanisani, ni pahali pa heshima. Tusilete siasa, tusilete chuki, tusilete ugomvi, tusilete fujo. Bila shaka huyo ni Rais William Ruto akizungumzia masuala mwanzo yanayohusiana na fujo ambazo zimekuwa zikishuhudiwa sio mara moja au mbili. Viongozi wa upande wa serikali wamesema hii ni sarakasi na ni kitu ambacho kinakuwa staged kutoka upande wenu. Kwanza kabisa ningependa kusema hawana moral authority kuongelea masuala ya fujo kanisani. Wao watu wanaongea mambo ya fujo kanisani ndio wale walishtakiwa ICC kwa masuala ya kuchoma watoto na wamama katika kanisa ya Kiambaa. Hawa ambao wanaongea, kesi yenyewe iko bado ICC. Kesi haijatolewa ICC, kesi ilisuspendiwa. So waache mambo ya kukuja wanatuma askari katika kanisa kupiga watu, kupiga wamama na kupiga hata mapasta. Wacha nikuulize Liz, upinzani itatoa wapi nguvu ya kuchukua ama kuhaya gari la polisi GK ya Makadara? Tutatoa wapi nguvu? Walisema tu waulize mlitoa wapi vest zile za kwani vest ni hata wewe unaweza kuwa na vest zinanunuliwa bana. Lakini mimi nauliza swali moja, gari ya polisi tunatoa wapi?
bunduki ya AK47 tunatoa wapi? Tear gas, kwani tear gas inanunuliwa Gikomba? So tunataka kusema kwamba serikali ndio custodians wa hizo vitu zote. Tuliona maaskari wenyewe paka kwa uniform wakitupiga, na sio mara ya kwanza, sio mara ya pili. Tumeripoti hizi incidences 24 times. Na hakuna jambo ambalo tunafanya. Nakumbuka tukitoka kule kuchukua aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akitoka kinara wa DCP kwa sasa. Akakuja kwamba pale airport wakampiga na polisi, na polisi hao wanatembea na guns. Mliona pale Nairobi CBD, polisi na guns wanatumika kuharibu hata mali ya watu. Rais hakusema chochote. So inakaa hypocritical. Kama rais wa Jamhuri ya Kenya anaweza anza kusema kwamba ati kanisa inahitaji heshima. Heshima na anatuma watu kuja kutupiga kanisani. Heshima na anatupiga tear gas ndani ya kanisa. Sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, mara karibu 7. Uliona paka kule Jacaranda wakati mama Dorcas Rigathi alikuwa anaenda kuhubiri, wakatuma guns, wakaenda paka wakakalia kiti ya madhabahu. So kidogo tuache tukue na utu, na rais aache hii maneno ya kudhania wa Kenya ni wapumbavu wote ambao ati tendo linafanyika anaongea kitu for PR purposes alafu inafunikiwa. Tungependa awajibike. Kama anasema ukweli na yeye ni rais kwamba angependa kanisa heshimike, basi wale maaskari ambao walikuja kanisani washikwe, wakamatwe. Ile gari ambayo ilitoka Makadara police station tujue ni nani alisign work ticket na wako wamekamatwa. Lakini hadi saa hii hakuna mtu amekamatwa. Na mmesema not serious. We are challenging William Ruto. Kama hako serious na masuala haya, mbona hao maaskari hawajashikwa mpaka sasa hivi? Na mnasema endapo hili halitafanyika kutakuwa na mother of all demonstrations. Tutafanya maandamano Kenya nzima kuhakikisha tutakuwa tumeweka kanisa mbele, tutakuwa tumeweka wamama mbele. Tutafanya maandamano Kenya nzima tuhakikishe William Ruto, sababu this is a recipe of chaos in siasa hizi. Ngoja kidogo, this is a recipe of chaos in 2027. Hivi ndio fujo ya nini naanza. Kama anatupiga kwa kanisa, je, kwa polling station atafanya nini? Siasa hizi zimetajwa kama za kugawanyisha wananchi wakati mwingi, na siasa zenu wanasema ni mojawapo ya siasa ambazo hazina ajenda yoyote bali kuhakikisha kwamba wananchi wanagawanyika kwa misingi ya kikabila. Kama iko mkabila wa kwanza ni William Ruto Kenya yetu. Kama iko mkabila wa kwanza ni rais wa taifa. Lakini mkabila, angalia ile appointments zote anameka katika boards. Angalia appointments amefanya katika departmental PS ambazo amefanya. Ukiangalia hao PS wote ambao wamechaguliwa na uangalie budget ya Kenya, utapata PS ambao wanatoka kwa jamii ya rais wana control 72% of the budget. 72%. Watasema ni qualification if you are qualified. So ikifika wakati wa kuchagua watu wake, hiyo ni qualification. Ikifika wakati sisi kuweka watu wetu pamoja, hiyo ni ukabila. Unaweza kuangalia Wakenya ukasema amuendelezi kitu chochote kama hiki. Lakini ukabila wenyewe huko kwa constitution. Angalia kwa schedule ya constitution. Wametaja kila kabila kwa jina. Wametaja Luya, Luo, Kalenjin. So sio ubaya kusema kwamba sisi Waluya tunataka tuwe pamoja. Sio mara moja au mbili ambapo Rais William Ruto, sijui kama Emmanuel ako na hiyo bite upande wa pili, amesema kuhusiana na masuala ya hamna akili. Niruhusu tusikie hiyo sauti. Tukipata wale mapolisi hawajaachishwa kazi, Rigiji amesema. Nilikuwa natafuta bite ya Rais William Ruto lakini najua wataniekea. Lakini niruhusu niulize, amesema mara sio moja, hamna agenda, hamna akili katika masuala ambayo mnaendeleza. Agenda yenu tu ni one term, hamna kitu kingine? Agenda yetu ni moja kwanza. Ni kumuondoa yeye kwanza. Kwa sababu yeye ameharibu Kenya. Kwanza ukiangalia katika mfumo wa elimu wetu sasa hivi umedhorotika kabisa. Juzi Rais William Ruto alisema kwamba elimu iliharibika wakati wa Daktari Fred Matiang'i ambaye yupo katika upinzani. Wakati wa Fred Matiang'i yeye ndo alikuwa deputy president. So bado Matiang'i ndiye alikuwa ameharibika. Hapana, Matiang'i alifanya free secondary education wakati wa Uhuru Kenyatta. Ulikuwa ukiangalia transition from 100% transition ilikuwa inakuwa achieved. Sasa hivi tu katika 60-70% transition from grade 9 to grade 10. Ile kitu ambayo tunasema kwamba ukiangalia mfumo wa elimu wa Kenya umedhoroteka kabisa. Ile university funding model alipeleka pale, sasa hivi university zote zina collapse. University hazilipi mishahara, university haziwezi sustain watoto shuleni. Ukiangalia sasa hivi kama mambo ya elimu,
ni vizuri wa Kenya wajue kwamba World Bank ilitukopesha pesa ya free secondary education, day secondary education. Juzi ilitupatia pesa. Hiyo pesa William Ruto amechukua, ameenda misappropriate. Hajapeleka kwa mashule vile ingefaa, vile katika ile maktaba agreement yao na World Bank. Vile amegundua kwamba World Bank wana insist, wanataka kujua kwa nini haja achieve 100% transition, ndio anaambia wazazi sasa, pelekeni watoto shuleni with or without school fees. Ajui kwamba pale kwa shule principals watalisha nini watoto nayo. Kuna watu wana supply vitabu katika shule, watalipwa na nini? Anaambia watu waende shuleni bila hata sera ya shule. Hiyo ni kuharibu masomo, hiyo ni kufanya masomo ikue, kudunisha hata masomo. Ukiangalia mambo ya SHA ana insist kwamba SHA inafanya. Ndio ukienda kwa hospitali upeane kadi yako ya SHA kama umelipia utapewa matibabu. Nasikia? Ukishapewa matibabu, hiyo hospitali inafaa idai SHA ipeane pesa. Ikifika hapo SHA ilipi hospitali. So inafika mahali hospitali zinakata kutibu watu. Hospitali hazina pesa za kununua madawa, and therefore ukienda katika zile dispensaries zetu kule chini, ukienda katika zile level 2-3 hospitals kule chini, hakuna madawa. Na endapo Rais William Ruto na serikali yake imefeli, sera zenu ni zipi? Manake ameziuliza sio mara moja au mbili. Lakini kazi yetu si kumwambia sera yetu. Kazi yake mnawaambia wananchi. Sisi kazi ya upinzani kuhakikisha amefanya kazi yake. Wakati wetu wa kuuza sera ikifika tutafanya campaign. Unajua William Ruto ni mtu mjanja sana. Yeye anataka kwamba tumwambie sera zetu ndio aanze kuimplement hizo sera. Kitu ambacho tunasema kazi yetu kama opposition ni kumchunguza. Sasa hivi tuko opposition. Campaign hazijaanza kirasmi. Tukianza campaign tuta launch manifesto yetu, tutafanyia nini wa Kenya. Lakini tu hata kabla hiyo tumesema sisi tunataka to restore Kenya. Irudi pale ambapo Uhuru Kenyatta alikuwa ameacha, pale ambapo Mwai Kibaki alikuwa ameacha. Tunataka tu watu wapate insurance mzuri ya afya, wanafunzi wetu haswa. Unakumbuka tulikuwa na kitu inaitwa Edu Afya. Sasa hivi haifanyiki. Tunataka tuhakikishe kwamba tumeregesha Kenya pale ilikuwa. Mambo ya maendeleo. Unaona sasa hivi Kenya tuko na pending bills ya 808 billion. Sasa tuko na hatujalipa masupplier wetu karibu trilioni 1, na jana anaenda pale Gikomba anasema kwamba nataka kuunda sokoni ya bilioni 4, hata nimepatia mtu aanze kuchora. Yani William Ruto anajua bei ya sokoni kabla hata ichorwe. Yani ulifanya kazi na huyu Rais William Ruto ambaye lakini wewe Liz, mlifanya kazi kwa ukali. Lakini ngoja kidogo, nataka Wakenya waelewe hii. William Ruto alisema Gikomba kwamba anaenda kujenga sokoni ya bilioni 4. Amepatia mtu aanze kuchora plan. Sasa ni nani huyu ambaye anajua bei ya sokoni kabla hata plan ichorwe? Inamaanisha haja yake ni kukula hiyo pesa. Ameshaweka ina maana kwamba anapanga mbeleni labda. Anafikiria alifikaje kwa hiyo figure ya 4 billion. Anyone mwenye akona project Cleophas Malala na umekuwa katika hii serikali lazima atakuwa amejipanga kwa ambavyo itaendelea. Lakini ni gani maana hiyo ndio ya 4 billion Kenya? Tutaiona ni pesa William Ruto atakula. Ashapanga yake, ashapanga bilioni zake hapo. Ndio anaambia huyu mtu sasa chora ya 4 billion. Niruhusu niingie katika swala lingine, manake hilo until tukue na proof kwamba amefanya vile hatuwezi kukubaliana nalo. Niruhusu tuingie katika swala la upinzani. Upinzani wenyewe bali na Rais William Ruto kusema hamna ajenda. Kuna wengi wa Wakenya wanahofia huenda hata mtafika pale mbeleni katika uchaguzi mkuu mwaka 2027 mkiwa pamoja, manake kuna kutoaminiana katika upinzani wenyewe. Hiyo ni propaganda, na ukitaka kujua kwamba serikali hii imeingia maji tumbo, yani ina wasiwasi, kwa sababu ukiangalia sisi tuko pamoja. Ukiangalia juzi tumekuwa kule Odhaya, tumekuwa na Martha Karua, tumekuwa na Rigathi Gachagua, tumekuwa na Justin Muturi, tumekuwa na Matiang'i na Kalonzo. Mimi mwenyewe nimekuwa pale, Eugene Wamalwa amekuwa pale. Tuko bado pamoja. Na ile wasiwasi ambao wako nayo. Na unajua ukitaka kujua mtu ameingia baridi ni kwamba kwa nini hao wako na wasiwasi wanaongea juu yetu na wanasema sisi tuko weak. Ni kwa sababu William Ruto amepiga hesabu yake, ameona ingiani. Na hii hesabu amepiga namna hii. Ameona kwamba mlima, ile kura ya mlima ambayo inakujanga kama block. Sasa hivi Uhuru Kenyatta na Rigathi wameshikana, hiyo kura itakuja block. Hapo kwa Uhuru Kenyatta. Ngoja kidogo nimalize. Sasa ngoja nimalize hesabu. So kura ya Mlima Kenya ikikuja kama milioni 5. Kura ya Wakamba iongezwe karibu milioni 3. Kura ya Wakisii iongezwe.
kura ya Waluya ile ambayo sisi tutaleta, mimi natembea, Eugene Wamalwa na wengine wa Masai, William Ruto ameshapiga hesabu, amegundua hesabu yake haiingiani kabisa. Ile jambo ambalo amefanya, ameamua kwenda kutafuta ODM. Sasa hivi mkataba wao na ODM, ningependa kuambia Wakenya kwamba William Ruto is not engaging ODM. William Ruto is engaging the Luo nation. Kwa sababu ODM ilikuwa nini ya kitaifa. Sasa hivi anaongea na Oburu Odinga, anaongea na Gladys Wanga na huyu MP mwingine wao kutoka kule Homa Bay. Hakuna hata kabila ingine kwa meza wakiongea na ndio unaona mikutano za ODM siku hizi zinafanya kwa Kijaluo. Peke yake. Ndapo So William Ruto ameenda amegawanisha ODM machungwa katikati. Na nitakwambia interest ya William Ruto ni kugawanisha hiyo ODM, ni kuvunja hiyo ODM. Sababu hapendi wale watu ambao wako strong. Wewe jiulize, Liz, baba aliaga, alikuwa kule India. Lakini ODM wali replace baba hata kabla waone mwili yake. Gladys Wanga na Junet waliita mkutano haraka. Waka replace baba. Party leader ambaye amekuwa 20 years. Hawako wamemuona hata kwa macho. Walikataa kwenda kuchukua mwili ya baba kule India. Wakaachia kina Murkomen ambao walikuwa wanapiga baba kila siku kwenda kuchukua mwili wa baba. Hii ODM hao walimkana baba kwa kifo yake. Wakamtoa kabla alanda hata JKIA. Hii ODM ambayo unaongelelea, endapo leo itataka kuja upande wa United Opposition, mpo tayari? Sisi tunasema mtu yoyote ambaye ako na dhana ya kutoa William Ruto, akikuja upande wetu tutamuunga mkono, kwa sababu William Ruto amedhorotesha nchi hii yetu. Ameangusha nchi kabisa. Maisha sasa imekuwa ngumu kuliko vile ilikuwa ngumu pale awali. Ameamua sasa yeye ile pesa kidogo ako nayo anunue viongozi. Leo nimeona akijisifu ati kwamba kesho watakuwa na mkutano wa aspirants. Na hajaiona kwamba chama ambayo imeandikisha 12,000 aspirants. Ningependa kumwambia William Ruto, hao watu wanakujia pesa. Wameona una pesa mingi sana katika State House. Wanakujia pesa kwa sababu kurejesta kama aspirant ni shilingi 5,000 pale kwa UDA. Hiyo ni biashara mzuri sana. Si mimi leo narejesta shilingi 5,000, alafu naenda State House napewa 1,100. Na nachukua 5,000 yangu labaki na 95,000. So hao aspirants. Unadhani William Ruto ambaye ni rais na mnamjua katika siasa, at least umefanya na yeye, unadhani ajui hilo? Anajua, lakini sasa yeye anataka picha. Unajua ni mtu wa vipindi siku hizi. Anataka picha. Kama ni wa vipindi na wewe tutasema namna gani? Niruhusu pia nikuulize. Kuna kitu ambacho umeguzia kuhusiana na Rigathi Gachagua ambaye alikuwa naibu wa rais, the rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Umesema kuna handshake loading ama imehappen? Wanafanya kazi pamoja tayari. Tayari Rigathi na Uhuru wanafanya kazi pamoja. Si hata, yani ni masiku tu. That's why uliona kwamba hata yule Kioni ambaye alikuwa anatukana Rigathi Gachagua kila saa, ilibidi wamweke chini kidogo, waeke mtu ambaye ako reason, because tunataka tusonge mbele pamoja. Hatutaki magomvi kati ya Jubilee na DCP. Umekuwepo mkutano baina ya Uhuru Kenyatta. Mimi nakwambia huo mkutano hawakuniambia nikuambie wewe kama. Ni utatuambia wananchi. Mimi nitaulizia wananchi. Ndio maana ninafanya ukumbi wa siasa. Sasa hiyo haisaidii kwa sasa. Inasaidia wananchi kujua. I want to assure Kenyans that Uhuru Kenyatta and Rigathi Gachagua are working together. Wanafanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba wameprotect wa Kenya dhidi ya hii utawala wa William Ruto. Hii leo nimeona mabadiliko ndani ya Azimio. Nikaona baadhi ya watu wamechukua nafasi, na hilo Kalonzo Musyoka ndiye kinara wa Azimio, wengine kama Junet wameng'olewa. Hii ni njia mojawapo kuashiria kwamba hao viongozi waliokuwa ndani ya Azimio mtakuwa pamoja mkisonga katika uchaguzi. Naam, unajua tuko na kina James Orengo, kina Edwin Sifuna, kina Babu Owino. Hao ni watu ambao hawakubaliani na hao watu ambao wame-auction ODM, kina Oburu Odinga. Hawakubaliani na mawazo yao. Na haswa ikifika wakati ambapo sasa Edwin Sifuna, Babu Owino, hao watu watawafukuza kabisa mpaka wakuwe na nyumba yao ambayo inaitwa Azimio. Cleophas Malala. Pale Western wapo viongozi ambao wamekuwepo, ambaye ni Moses Wetangula, kiongozi wa bunge la kitaifa kama speaker, Moses Wetangula, Musalia Mudavadi ambaye ni prime cabinet secretary. Ni viongozi ambao wameongoza jamii ya Mulembe kwa muda. Mnadhani mtaweza kuwa na ushawishi zaidi yao? Kidogo ningependa kusema hao viongozi
wamefanya kazi yao, wakati wao umefika na inafaa wapumzike. Because you cannot lead a community for 100 years. Sababu Musalia Mudavadi aliingia katika uongozi 1989 kama waziri. Mpaka sasa hivi, hata sasa hivi yule mtoto alizaliwa 1989 hako na wajukuu. So haiwezekani kwamba tutazidi kufata watu ambao hawajasaidia. Wanasema mzee mahali anaona ameketi. Lakini sasa hatuwezi fanya hivyo, kwa sababu kama mzee ameongoza na amefanya vizuri tutamuongezea muda. Lakini kama mzee ameongoza na ni familia yake inafaidika peke yake. Wacha nikwambie Liz, pale kwa Waluya wakati Martin Shikuku, George Captain, Masinde Muliro walianza kutawala Waluya baada ya ukoloni, tuliweza pata factories mpya. Factory ya Nzoia ilijengwa wakati wao. Factory ya Mumias ilijengwa wakati wao. Factory ya Pan Paper na ile ginnery ya kule Busia ya cotton ilijengwa wakati wao. Hata Mulete Tea Factory. Wakati wali hand over usukani kwa kina Musalia na kina Wetangula, hao viongozi wameuza hizo factories zote. Nzoia imeuzwa. Mumias imeuzwa. Pan Paper haifanyi. Ginnery ilianguka. So we must measure performance. Uongozi tu ati tumekaa hapo miaka zote, and that's why we are telling the Luhya nation we must now start looking at fresh leadership. Tuko hapo, mimi kama kiongozi, we are ready to serve our people. Edwin Sifuna is there, Caleb Amisi, Osotsi, and the new blood. We must now take over. We are not going to take over by begging them. Tunaenda kuhakikisha kwamba in 2027 kwamba tumewashinda kwanza watoke. Ninajua pia umesema huku kwa mitandao. Swali langu la mwisho kwa dakika moja, uko na new play. Niko na maneno mingi ya kusema, mbona unasema ya mwisho? Maana yake najua muda umenipa. Mimi niko hapa. Mbona haraka? Hilo ndilo swali langu la mwisho. The new play umesema who killed Amolo. Inahusisha nani? Nani aliua Amolo kwa Kiswahili? Yeah. Inahusisha tu kwanza ni play ambayo iko na kitu inaitwa parallelism ama juxtaposition plotting. Hiyo inamaanisha kwamba tuko na plot ambayo iko literal, ambayo inasemekana kwamba iko vile ilikuwa maisha ya Amolo akiwa hai na vile alipigania vitu yake na paka vile alikufa. Na tuko na maswali ngumu hapo ya kuuliza. Hii inahusisha hayati Raila Odinga. Amolo, tunaongelea Amolo vile alikuwa anaishi na vile alikufa. Tungependa kujua, umeona ule Salah, ule kijana ya Raila ule, anasema alikuwa na baba wakati wa mwisho. Unaona Winnie Odinga anasema alikuwa na baba wakati wa mwisho. Lakini wote hawasemi walikuwa na baba wapi. Raila alikufia Kenya ama alikufia India? Maswali ambayo tutauliza maswali. Wewe Musalia Mudavadi ulitumwa kuleta mwili wa Raila kule India. Hata ukufungua casket kuangalia kama ulikuwa unabeba kitu. Tutauliza maswali, kwa nini walikataa tu view mwili wa Raila airport? Kwa sababu walijua kuwa na kitu hapo ndani. Kwa nini hawakupeleka mwili wa Raila? Huo ndio mchezo wako. Si sasa umeniuliza swali. Najua muda umenikamilikia. Wewe relax. Muda umekwisha. Inafaa tujiulize maswali. Mbona wale watu wa karibu wa Raila hawakwenda kuchukua mwili wake? Mke wake Aida anasikia bwanake amekufa, yeye anakaa, hakuwa naye hospitali, yeye anakaa kwa nyumba, anaenda kuletewa mwili wa bwanake. Inafaa tuulize kwa nini mwili wa Raila haukuenda hata kwa nyumba ya Raila Karen? Ni maswali ambayo nitafuatilia. Kitamaduni mpaka mwili wako uende kwa nyumba ambayo umekuwa ukiishi. Ni maswali ambayo Cleophas Malala tutafuatilia. So maswala haya katika labda huo mchezo wako. Utapata kwamba wale watu ambao walihusika kwa kifo cha Raila walikuwa nataka hivyo, ndio walikuwa nataka ODM ipasuke. So we are going to kuangaza hao watu na kuamulika na tuseme ni nani haswa. Hauoni hili linaweza kuleta mgawanyiko? No, lakini mimi ni dhana ambayo liko kwa kichwa yangu. Asante sana DCP Deputy Party Leader kuzungumza nasi siku hii ya leo. Nitakutafuta kwa mengine, maana hapa sio mwisho. Najua hii safari ni ndefu, tuna zaidi ya miezi kabla tuingie katika uchaguzi. Asante sana mpenzi mtazamaji kuchagua kuwa nasi katika awamu hii ya Ukumbi wa Siasa. Umeyasikia wanasiasa na siasa, maswali yamejibiwa. Siku nyingine tutapatana hapa saa 3. Victor Muyakani ataendeleza mjadala mwingine. Kwaheri kwa sasa.